Ndugu wa Tanzania, bado tunaendelea kutoa pole kwa wahusika wote ambao mpaka sasa hivi hawajui ndugu zao walipo, lakini pia na wale ambao ndugu zao tayari wamefikwa na umauti, lakini pia na wale ambao ndugu zao wapo katika vyombo vya sheria, maana yake wamekamatwa na sasa wana mashauri katika mahakama zetu. Tunapenda tu siku ya leo kuwakumbusha kwamba kesho ndo siku ambayo Watanzania ambao wamekamatwa wakati wa maandamano wanarudi tena mahakamani kwa ajili ya kusikiliza kuendelea na zile kesi zao ambazo wamefunguliwa. Na ikumbuke kwamba mpaka sasa hivi hatuna takwimu ambazo ziko rasmi ambazo zimetolewa na serikali kujua ni idadi kamili ya watu ambao wanashikiliwa katika vyombo vya polisi, yani manake walioko polisi na walioko mahakamani. Lakini takwimu ambazo tulizonazo sisi, manake mtandao wa utetezi wa haki za binadamu, chama cha mawakili Tanzania TLS, pamoja na kituo cha sheria na haki za binadamu ambao ndio tunaratibu masuala ya mawakili katika eneo hili, tuna takriban ya watu ambao tayari watuhumiwa 700 ambao wamekushafikishwa mahakamani. Hawa ni wale ambao takwimu zao zimeshafika mahakamani na wanatoka katika mikoa zaidi ya 9 hapa nchini, na kwa uratibu tuliofanya ni kwamba tayari wanaendelea kupata mawakili katika maeneo hayo. Hivi jana tu mtandao pamoja na kituo cha sheria na haki za binadamu pamoja na chama cha mawakili Tanzania TLS kilifanikiwa kuwatembelea baadhi ya watuhumiwa 140 na katika magereza ya Dar es Salaam, na kubaini kwamba kuna changamoto nyingi sana ambazo zimetokana na ukamataji, lakini pia zinatokana na namna uendeshaji na uchunguzi wa mashauri haya. Kwa mfano, wapo watu ambao kwa mujibu wa maelezo yao familia nzima iliweza kukamatwa tu wakiwa nyumbani. Wapo wengine ambao ni chini ya miaka 18. Ukiwasikiliza kabisa tunaweza kukuta asilimia kubwa ya watu ambao wamekamatwa wengine walikuwa wamechukuliwa tu katika shughuli zao za kawaida wakaunganishwa katika mashauri haya. Kwa hiyo tunachotaka kusema nini ni kwamba kauli aliyoitoa Mheshimiwa Rais ya kwamba watu waachiliwe, sisi tunadhani waachiliwe kwa kuangalia nani alikuwa anahusika na nani hakuhusika. Tunashauri kabisa na tunapenda ushauri huu mfikie mwendesha mashtaka, mkurugenzi mkuu wa mashtaka hapa Tanzania DPP, na aone umuhimu wa kurudi kwa Mheshimiwa Rais na kupata utaratibu ambao ungeweza kuonyesha namna gani kumshauri kwamba kwa kulingana na hali ilivyo ni vyema watu wote hawa wakaachiwa. Ushauri wetu ni kwamba hakuna utaratibu ambao utaweza kufanya haki kwa kuchagua kwamba nani aachiwe, nani aendelee na mashauri, kwa sababu namna walivyokuwa nakamatwa kwa jinsi tulivyowaona ni ngumu kabisa kubaini kwamba huyu alikuwa wapi na alikamatwa wapi. Wengine wamekamatwa wakiwa manyumbani, wengine wakiwa barabarani kwenye shughuli zao, wengine pia walikuwa wanatekeleza haki zao za kikatiba kama vile kuandamana. Kwa hiyo ni muhimu sana tukaona kwamba ni muhimu watu hawa wakaachiwa wote kwa pamoja kuliko kuanza kukagua nani anatoka nani anabaki. Hilo ni jambo ambalo tunapenda kusisitiza, na tunamuomba sana DPP aone umuhimu wa kulifanyia kazi swala hili kwa lengo la kuhakikisha kwamba tunapunguza hofu katika jamii. Tunapoelekea katika nia hii ambayo imetangazwa ya kuleta upatanisho na maridhiano, ni lazima mambo kama haya tuanze kuyafanyia kazi kwa kuhakikisha kwamba wale wote ambao kwa sasa wanashikiliwa tayari wamefikishwa mahakamani, na wale wote ambao pengine bado wanashikiliwa na vyombo vya polisi na hawajafikishwa mahakamani, na wale wengine ambao wanaendelea kutafutwa, kwa sababu tunapozungumza sasa hivi bado wanaendelea kutafuta watu wengine. Ni vyema swala hili likawa liko moja kwa moja kwamba hakutakuwa na watu ambao wataendelea kufunguliwa mashauri haya, lakini pia hata wale ambao tayari wako kwenye vituo vya polisi au walioko mahakamani wakaachiwa kwa mujibu wa sheria, kwa sababu sheria inamruhusu DPP mwendesha mashtaka kuweza kuwaachia wale wote ambao wameshtakiwa. Lakini pia kama kuna nia kuendelea kuwatafuta wengine, nadhani ni vyema tukaachana nalo hilo kwa lengo la kwenda kuelekea kuliponya taifa. Kwa hiyo hilo ndio tunatosema kusisitiza kwamba watu wamo ndani kwa wingi kule wanaumia. Ni vyema tukaona umuhimu
wa kuwaachia wote. Maana yake tunataka kusema ni nini? Agizo lilokuwa limetolewa na Mheshimiwa Rais na kuelekea kwa DPP, tunadhani ni sisi tunashauri kwamba badala ya kuwatoa watu kwa makundi, ni vyema watu hawa waondolewe wote kwa pamoja, bila kukagua kwamba nani alifanya nini na nani alifanya nini, kwa lengo la kuendelea kuliponya taifa na kurudisha nchi katika mazingira ambayo ni tulivu zaidi.